wananchi wa eneo hili, hasa hii kaunti ya Siaya, ile siasa ambayo hatutashughulika nayo ni siasa ya pata potea, siasa ya kubahatisha. Sisi ni wafuasi sugu wa baba yetu Mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga. Na Raila mwenyewe kabla hage dunia alishatuonyesha barabara ya kisiasa na barabara ya maendeleo vile vile. Kwa hivyo sisi kama wafuasi wake, jukumu letu kubwa ni kukaa katika hiyo barabara. Lakini jambo la muhimu zaidi, lazima tuungane, kwa sababu maendeleo inahitaji umoja wa wananchi na vile vile inahitaji umoja wa viongozi. Sisi kama viongozi wa eneo hili wa Siaya na Nyanza kwa jumla, tumeamua kwa kauli moja kutembea pamoja. Tutembee pamoja, tupeleke watu wetu kwa ile njia ambayo inafaa, tukiongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto. Na sisi vile vile tumeamua ya kwamba tutaishi vizuri na majirani wetu. Hii kaunti ya Siaya inapakana na kaunti ya Busia na inapakana na kaunti ya Kakamega na vile vile inapakana na kaunti ya Vihiga. Sisi watu wote wa eneo hili wa Siaya, wa Busia, wa Kakamega na Vihiga and to an extent wa Kisumu, lazima tutembee pamoja, tukishikana pamoja kwa mambo ya maendeleo, mambo ya utamaduni na mambo ya siasa, kwa sababu siasa ni chanzo cha maendeleo na hatuwezi kubahatisha kamwe. Kwa hivyo kulingana na yale matendo ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kulingana na yale kazi ambayo Mheshimiwa Ruto amefanya katika hii eneo kwa hii muda mrefu au mfupi, sisi kwa hakika ikifika mwaka ujao, bila shaka tutawaomba tuunge mkono Mheshimiwa Rais Ruto apate awamu yake wa pili. Wangapi wanasema ya kwamba inafaa Mheshimiwa Ruto apate tamu yake ya pili, ndio tuendelee na mambo yetu ya maendeleo? Asanteni sana. Uwacho na ngojo Karapol, uwacho na ngojo Siaya, alego usonga uwacho na ngo. Na sisi hatutakubali. Sasa nikimaliza, na sisi hatutakubali mtu yoyote katika hii kaunti ya Siaya au katika hii eneo letu arudishe sisi nyuma, ili hali kwa Kenya wanaenda mbele. Wakati wa Kenya wanaenda mbele kwa maendeleo, lazima sisi wana Siaya tusonge mbele pamoja na Wanakenya wengine. Kanga tutichotamo kure tich mancho mi kota miti dikanye idi dala kendo an wach mar tero jidalano abro bede mustari mambele oknge kamano joma tichotamo donge ung'eyo in ng'ano gini ng'ama tichotamo en ng'a waduoko gi dala kendo osira wene nono owe dala du ba mana oko. Vile mnajua kaka unyeyo, mimi mali baba ameniwacha ni kule Jericho. kuma jadu boya en Jericho, Nairobi. Biashara na biashara tofauti. Na hivyo ndio vile mzee pia alikuwa akiishi kule Nairobi. Nyaka bedo ng'ama koro ong'epo go ber grach. Kawo mambo yake ukulima, gimomiyo noduogi dala kae ne nitie tije mar pur na kukaa na wazazi na kukaa na familia yake pamoja, to kod bet kod nyithinde kanyachiel. Kama na tuolo man kodani Muda huu ambao tuko nao, wajua pastors wa mnungu kwa kidungu nataka kwenda kwa wachungaji wetu kachiel go pastor Agustino wakiwa na mchungaji Ongoje pamoja na mchungaji Agustino. Ako undu bia bia kana Tumia muda ambao tunarudi Nairobi. yogi mwakwa yo Kile tunawaomba gima kende amani uzima pekee. tomosedi wamio mana hera kende Walo mtaji tambulisha kwa majina na usalamie ubro fulo ngeu Amoso chokruok ne uriewte
Jericho hapo anakuhudumia mnadaka chela to ginyalo wacho nyinggi to kaito kimoso wado kwa beta toko kamano. Alikuwa mtu ambaye alikuwa kipaumbele kwa mambo ya ukulima. Ng'ato manetelo e weche mag pur. Mago jo Karapul te ong'eyo. To Karapul wote wanafahamu. Kama mzee hajatoa mazao yake kwa shamba. Na kweli alikuwa mtu ambaye alikuwa mkulima hodari zaidi. Tena die